Ndugu wanahabari na wananchi wa mkoa wa Mara, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linapenda kuwapa taarifa juu ya kukamatwa kwa Hamisi Magesa Nyamhanga mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Mkendo, ambaye ni mvuvi na ni mkwaya, ambaye huyu anashikiliwa na Jeshi la Polisi kutokana na tuhuma ya mauaji. Ni kwamba tarehe 19 mwezi wa 11 2025 majira ya saa 11 za jioni huko katika mtaa wa Mkendo, manispaa ya Msoma mkoa wa Mara, mtu mmoja mwenye jinsia ya kike mwenye jina la Oganga Onyaga Swaumu, umri wake miaka 30, kabila Msweta, mjasiriamali, mkazi wa eneo hilo la Mkendo, manispaa ya Msoma. Muda huo alikutwa nyumbani kwake akiwa amefariki dunia, lakini awali mtuhumiwa ambaye nimemtaja hapo juu alimpigia simu mwenyekiti wa serikali ya mtaa akimjulisha kuwa amemuua mke wake na kumfungia ndani ya nyumba yao kutokana na ugomvi wa kifamilia, ambapo aliendelea kueleza kuwa pamoja na ugomvi waliokuwa nao kama mke na mume, siku ya tukio mwanamke aliandaa chakula kwa ajili ya mume wake, na mume ambaye ni mtuhumiwa alimtaka mke wake aanze kula yeye chakula hicho ili kumwaminisha kuwa chakula hicho hakikuwa na sumu au hakikuwa na kitu chochote kibaya. Mwanamke alikataa kula chakula hicho, na kutokana na mwanamke kukataa kula chakula hicho, mume ambaye ni mtuhumiwa aliamini kuwa kumbe chakula hicho hakikuwa kizuri ama kilikuwa na sumu, na hivyo aliamua sasa kumuua mwanamke huyo, kwamba wewe ulitaka kuniua mimi, sasa na kuua wewe kwanza. Mtuhumiwa alitumia rasta za huyo marehemu ambazo zilikuwa ni ndefu kumnyonga shingo mke wake marehemu mpaka kufariki dunia. Mtuhumiwa huyu baada ya kutekeleza unyama huo alitoweka nyumbani pale, lakini baadaye alimpigia simu mwenyekiti wa serikali ya mtaa akimjulisha tukio hilo kama ambavyo nimeeleza. Lakini baada ya kujulisha hivyo aliendelea kupotea kusikojulikana, na Jeshi la Polisi lilifika eneo hilo na kufanya taratibu za kipolisi na kumchukua mwili wa marehemu na kumpeleka katika hospitali ya manispaa ya Msoma. Kwa hiyo mwili wa marehemu bado umehifadhiwa eneo hilo. Jeshi la Polisi liliendelea na msako wa kumpata mtuhumiwa, ambapo baadaye usiku mkubwa kuamkia leo tarehe 20 mtuhumiwa aliweza kukamatwa, lakini alikamatwa akiwa amesha mjeruhi mtu mwingine ambaye ni dada yake anaitwa Nyambura Magesa Matiku mwenye umri wa miaka 49. Huyu alijeruhiwa kwa kuchomwa mshale ambapo aliweza naye kutibiwa katika hospitali ya manispaa Msoma na baadaye kuruhusiwa. Chanzo cha ugomvi huu kama nilivyojaribu kueleza mwanzo kinaonyesha ni ugomvi wa kifamilia, na watu hawa ambao wameishi kama mke na mume kwa kipindi kirefu hawakuweza kubahatika kupata mtoto, lakini walikuwa na ugomvi wa mara kwa mara uliopelekea kutokuaminiana na baadaye kuchukua maamuzi haya makubwa ambayo mtuhumiwa ameyafanya. Sasa Jeshi la Polisi litoa wito kwa wananchi, lakini kwa watu wote kwa ujumla, kwamba tunapopatwa na madhira kama haya tusichukue sheria mkononi, tuchukue taratibu, tutoe taarifa kwa vyombo ambavyo vinaweza kufanya uchunguzi huu na pengine kwenda katika taratibu za kisheria kuliko kujichukulia sheria mkononi. Tuombe wananchi waendelee kuliamini Jeshi la Polisi kwamba linaweza kutatua matatizo yao ya kawaida ya kila siku. Asanteni sana kwa kunisikiliza.